Mungu kwa sababu ya mchana wa leo ambao amenipa mimi na wewe, ili tuweze kukusanyika mahali hapa, tuweze kukutana na yeye ili akaweze kutatua matatizo yetu na aweze kutupa tena mwelekeo mpya ili tuweze kuendelea kumtumikia. Bwana apewe sifa. Kwa majina naitwa Apostle Kebaso, kwa wale ambao wanijui. Nimeokoka na Kristo ni Bwana, na mchana wa leo naomba Bwana aweze kumtumia kama chombo kwa muda mfupi sana, ili tuweze kubarikiwa pamoja na Bwana akaweze kujitukuza katika hekalu hili. Bwana apewe sifa. Tuingie katika maandiko matakatifu kwa haraka sana. Kitabu ni cha Mathayo. Tasoma kitabu kimoja peke yake kwa haraka ili tuweze kusoma na muda, tusiachwe na muda. Matthew chapter 20. Matthew chapter 20. Tasoma tena chapter ingine, chapter 24. Hizo tumili and then I'm done. Bwana apewe sifa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mchana wa leo katika maandiko haya, kama vile tumeimba katika wimbo ya kwamba atakuja ili akaweze kukusanya vitu. Bwana apewe sifa. Na haya maandiko ya siku ya leo yanazungumzia kurudi kwake Yesu Kristo mara ya pili. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo bila kupoteza wakati nitasoma maandiko kwa lugha ya Kizungu, na ninaamini ya kwamba tutabarikiwa pamoja. And then the Bible says, for the kingdom, that is chapter 20 verse 1, for the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. Now when he had agreed with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard. And he went out about a third hour, and saw others standing idle in the marketplaces, and said to them, You also go into the vineyard, and whatever is right I will give you. So they went, and again he went out about the 6th and the 9th hour, and he did likewise. And about the 11th hour he went out and found others standing idle, and said to them, Why have you been standing here idle all day? They said to him, Because no one has hired us. He said to them, You also go into the vineyard, and whatever is right you will receive. So when evening had come, the owner of the vineyard said to his stewards, Call the laborers and give them their wages, beginning with the last to the first. And when those came who were hired about the 11th hour, they each received a denarius. But when the first came, they supposed that they would receive more, and they likewise received each a denarius. And when they had received it, they complained again against the landowner, saying, These last men have worked only 1 hour, and you made them equal to us who have borne the burden and the heart of the day. But he answered of them and said, Friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius? Take what is yours and go your way. I wish to give to his last man the same as to you. It is not lawful for me to do what I wish with my own thing. Or is your eye evil because I am good? So the last will be first, and the first last.
For many are called, but few chosen. Now Jesus, going up to Jerusalem, took the 12 disciples aside on the road and said to them, Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be betrayed to the chief priests and to the scribes, and they will condemn him to death, and deliver him to the Gentiles, to mock and to scourge, to crucify, and the third day he will rise again. Then the mother of Zebedee's son, came to him with her sons, kneeling down and asking something from him. And he said to her, What do you wish? She said to him, Grant that these 2 sons of mine may sit, one on your right hand and the other on the left, in your kingdom. But Jesus answered and said, You do not know what you ask. Are you able to drink the cup that I am about to drink, and be baptized with the baptism that I am baptized with? They said to him, We are able. So he said to them, You will indeed drink my cup and be baptized with the baptism that I am baptized with, but to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but it is for those for whom it is prepared by my Father. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mfalme wa amani, ni asante kwa sababu ya mchana wa leo. Asante kwa sababu ya andiko hili Jehova, nalileta mikononi mwako mchana wa leo. Ninajua ya kwamba wewe ndiwe yule wa jana, leo na hata milele. Ninajua ya kwamba uliingia duniani ili tukombolewe. Ulituma hili neno ili libaki pamoja nasi, ili likaweze kudumu ndani ya mioyo yetu, ili mamlaka yako yakadumu na tukaweze kuwa washindi ile siku utakaporudi duniani mara ya pili, liwe limekomboa maisha yetu na tuwe kati ya wale watakao kulaki mawinguni. Asante Bwana wa damu, maana umelibariki na kulitukuza juu ya maisha yetu, ili tuweze kujua ni kipi ambacho umekusudia juu ya maisha yetu. Asante Bwana wa damu, maana nimeomba na nimeamini ya kwamba umelibariki, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi tena. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo, bila kupoteza wakati mpendwa, katika haya maandiko ni maandiko ambayo yameachiwa kizazi cha sasa. Bwana pewe sifa. Ni maandiko ambayo yameandaliwa kwa ajili yangu na wewe. Bwana pewe sifa. Na haya maandiko yameletwa mbele zako na mmoja ambaye ni nabii. Bwana pewe sifa. Mmoja aliyekuja duniani kama roho na akawa ndiye nabii mkubwa, akaja kututabiria mambo ya nyakati za mwisho. Bwana pewe sifa. Yeye anazungumza mahali hapa akiambia Wakristo kupitia kwa wanafunzi wake, na katikati ya wale aliyokuwa anahubiria, akiwaambia hii parable kuhusu jinsi vile mwenye shamba aliweza kuenda nje ili akatafuta wafanyakazi katika shamba lake. Bwana pewe sifa. Katika haya maandiko Biblia inasema ya kwamba huyu mwenye shamba alikuwa na haja sana na wafanyakazi. Bwana pewe sifa. Alikuwa na shamba kubwa, alikuwa na kila kitu ambacho angewezesha wale watakaomfanyia kazi aweze kuwapa na wakaweze kuridhika wakiwa wanamfanyia kazi. Bwana pewe sifa. Ndiyo maana haya maandiko yanatukumbusha kuhusu jinsi vile tutakavyomtumikia Kristo, kama vile alituchagua akatuita ili tuweze kumtumikia. Bwana pewe sifa. Mchana wa leo mpendwa, nataka kukuambia ya kwamba ili andiko ni andiko lako. Bwana pewe sifa. Ili andiko alitaandikwa kwa ajili ya malaika, alitaandikwa kwa ajili ya wale watu hawako ndani ya kanisa. Limeandikwa kwa sababu ya mimi na wewe, wale ambao tumekusanyika mahali hapa, tumeketi mahali hapa, tunangojea ili tuweze kuwa assigned. Kwa nini tuko mahali hapa? Kristo anasema ya kwamba akawaambia wale waliokuwa ni wasimamishi ya kwamba endeni nje muwaite wale wafanyakazi ili tuweze kuwatuma waende kazini. Bwana pewe sifa. Mimi na wewe tumeitwa
tumeletwa mahali hapa ili tuweze kuambiwa ni nini tunastahili kufanya, ni kipi ambacho tunahitaji ili tuweze kuanza kutumika. Bwana apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba wewe unaweza kuwa ulikuja wa kwanza ukakuwa assigned kufanya kazi ya Mungu. Bwana apewe sifa. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu huwa anatuita wakati tofauti. Bwana apewe sifa. Wakati mimi niliitwa sio wakati wewe uliitwa. Bwana apewe sifa. Kila mtu anaitwa kulingana na wakati ambapo Bwana amekutana naye. Bwana apewe sifa. Kuna wale wanapatikana katika masoko, kuna wale wanapatikana katika njia panda, kuna wale wanapatikana wakiwa kwa baa, kuna wale wanapatikana wakiwa washarati, kuna wale wanapatikana wakiwa kwa nyumbani mwao, kuna wale wanapatikana wakiwa hawamjui Kristo. Bwana apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba hawa wote wanaitwa wakuje kwake Yesu Kristo, wakusanyike karibu na shamba lake, ili wakati wa kwenda kufanya kazi ukifika, Bwana anawaambia nendeni muingie ndani ya shamba, ili chochote kile ambacho mnastahili kupata muweze kupewa. Bwana apewe sifa. Haleluya. Katika haya maandiko hakuna mahali Biblia imesema ya kwamba kuna mtu anatuma shambani pasipokuwa na malipo yake. Bwana apewe sifa. Mwenye shamba amepima mfuko wake, mwenye shamba amepima ghala lake, mwenye shamba amejiangalia vizuri na akajua ya kwamba ninahitaji wafanyakazi katika hili shamba langu ili niweze kunawiri mimea, ni lazima nitafute wafanyakazi ili niwaweke pamoja na niwaahidi ya kwamba baada ya kazi lazima upate kile ambacho kilicho chako. Bwana apewe sifa. Siku ya leo mpendwa, tumeitwa mahali hapa kama vile Kristo amesema ya kwamba wengi wanaitwa, lakini kuna wachache wanachaguliwa ili wakaweze kwenda kufanya kazi. Hawa wachache ni akina nani? Ni wale ambao wanapoitwa kuingia ndani ya nyumba ya Bwana, wanatulia ndani ya hekalu, wanaanza kupata baraka, wanaingia ndani ya hekalu, wanaanza kuangalia mahali kuna makosa, wanaanza kurekebisha wakiwa wanamngojea Bwana. Wakati wa Bwana unapofika, anakupata ukiwa unamngojea, anakuuliza wewe unangoja nini mahali hapa? Mbona umekuspaa mahali hapa? Mbona uko ready haida mahali hapa? Na wewe utaanza kujibu. Bwana apewe sifa. Baada ya kutulia na kumngojea Bwana, wakati huo ndio utapata nafasi ya kumwambia Bwana ya kwamba niko mahali hapa, sitakuwa asaidi kwa ile kazi na asaidi kwenda kufanya. Bwana apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba wakati alikuwa amemalizia watu wa kwanza kuwatuma shambani wakafanye kazi, akaingia katika masoko akahubiri neno, wengine wakapatikana mahali pale ambao hawana kazi ya kufanya, na akawaamuru ya kwamba na ninyi pia endeni shambani ili muweze kufanya kazi na chochote ambacho kinawahusu mukaweze kukipokea. Bwana apewe sifa. Hakuna kazi ambayo Kristo anapeana pasipo kupeana kile ambacho kinastahili wewe upewe. Ni mimi na wewe tujitahidi kama Wakristo ili tuweze kumngojea, ili tuweze kuwa tayari kutuma kwenda kufanya kazi. Siku yako inapofika, Mwana wa Adamu anaingia kwako kwa njia ya malaika, anakuambia ya kwamba mpendo, umeningojea sana katika hekalu la Temple Meeting Center. Umekuwa ukiingia mahali pale, umekuwa ukinililia sana, umekuwa ukinungunika jinsi vile umestagnate katika maisha yako, na siku ya leo nimekuja ili nikutume uweze kufanya kazi na chochote ambacho ni chako uweze kukipokea. Bwana Yesu asifiwe. Shangilia Kristo mchana wa leo. Mwana wa Adamu nataka kuambia ya kwamba anapokuja kwa nyumba yako, anagundua ya kwamba uko mahali pale hauna kazi, anakuita ingia hekaluni. Mahali hapa ndipo mahali ataingia ili aweze kukuwasaini kazi. Bwana apewe sifa. Kutoka kwa nyumba yako anakuita, anakuambia leo ni siku ya Jumapili, hebu amka mapema, ingia kanisani. Unapoingia kanisani, ni nini unastahili kufanya?
kubarikiwa. Bwana apewe sifa. Usiingie kanisani kwa minajili ya kupata kazi. Bwana apewe sifa. Usiingie kanisani kwa sababu ndoa yako imesambaratika. Biblia inasema ya kwamba wakati huu wa mwisho ni lazima watu wakuwe waaminifu, ni lazima watu waishi katika bidii ya kumngojea Kristo, maana wakati kama huu ndiye anaingia kwa kila kanisa ili akaweza kuona ni akina nani wametoshea kutumwa kazini ili waweze kumtumikia kabla muda utakamilika. Bwana apewe sifa. Wewe ukiingia kanisani unaingia kama unaingia na stopwatch, unahesabia ibada za hekalu jinsi vile unataka ziishi. Hautaki kungojea mpaka Kristo akituma malaika mahali hapa uonekane uko haido. Pengine unahitaji gharama fulani, unahitaji kuwa mwimbaji, unahitaji kuwa nabii, unahitaji kuwa apostol, unahitaji kuwa mtu ambaye ni wa maana siku zijazo, lakini hautaki kungojea ili hiyo baraka yako iweze kumachua kwa sababu ya kusimama na kukaa na kungojea Kristo ili aweze kukutuma kazini. Bwana apewe sifa. Ni lazima tumngojee Kristo, maana amesema ya kwamba wale wote ambao watamngojea siku moja wakati barabara itakapolia watapatikana off guard. Maana utakuwa unafanya mambo yako, utakuwa unafuata grafi yako, utakuwa unafuata programu yako, lakini programu ya Yesu Kristo umeiwacha kando, na itakuwa ni wakati wake wa kuingia hapa duniani na kuanza kukusanya na kuwapea watu kile ambacho wanastahili kupata. Bwana apewe sifa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya maandiko kuna wengi ambao wametajwa. Wengine wakaingia mara ya kwanza wakatumwa kazini, wengine wakaingia mara ya pili wakatumwa kazini, wengine wakaingia mara ya tatu wakatumwa kazini. Wakati wa malipo ilipofika, mwana wa Adamu akaja, yule mwenye shamba akarudi, akaanza kupeana taji ya kila mtu na akawasawazisha. Yule alikuja kitambo akapata dinari moja, yule alikuja wa mwisho akapata dinari moja. Bwana apewe sifa. Ile kazi ambayo tunafanya ni kazi ya Yesu Kristo, tunamtumikia Mungu mmoja. Ndiyo maana taji zetu zitakuwa sawa mbele ya Mwenyezi Mungu. Wakati uliingia mahali hapa, ni nini ulimfanyia Yesu? Ni nini ulifanya ndani ya hekalu? Wakati uliingia wa kwanza, ni kipi ulibadilisha ndani ya maisha ya Yesu Kristo? Bwana apewe sifa. Kwa nini tunalalamika? Katika maandiko malalamishi ikaanza, eti Bwana, kwa nini sisi tuliingia ndani ya shamba lako tukaanza kazi mapema, na hawa walikuja wa mwisho baada ya kumaliza kazi na tunahitaji malipo? Wewe umesawasisha na yule ambaye alikuja wa mwisho. Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo akamjibu akamwambia ya kwamba wakati ninapeana malipo ni kulingana na mapenzi yangu. Bwana apewe sifa. Haleluya, haleluya. Yesu si kama mwanadamu. Mwanadamu anaweza kufeta mtu, mwanadamu anaweza kupendelea, lakini mwana wa Adamu akikuona umeingia mgeni, umeokoka siku ya leo na umeanza kukimbia vizuri, unamtumikia vizuri ndani ya nyumba yake, haleluya, atakupea sawa sawa na wale wamekaa miaka 20 ndani ya hekalu wakisema sisi ndio wakubwa, wakisema sisi ndio wa kwanza, wakiwa wanazuia kazi ya Yesu isifanyike kwa haraka, wanazuia wengi wasivuke mipaka. Biblia inasema ya kwamba watakufa sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kristo anatazama roho zetu, anajua ya kwamba huyu hata kama alikuja wa mwisho amefanya kazi inatoshana na watu waliotangulia. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kwa hivyo ingia ndani ya hekalu ukiwa peke yako, mwito ni wako. Wakati utatumwa ni peke yako au utatumwa na ndugu yako,
upinzani, akaitwa mwizi, akaitwa mkora, akaitwa yeye anajipiga kifua, anajipigia debe. Ninataka nikuhakikishie, Yesu mwana wa Adamu alikuwa anamaanisha, alikuwa anajua ni nini kitakachofanyika zaidi ya miaka 2000 itakayokuja. Ndiyo maana alituhatarisha, akasema ya kwamba kuweni tayari, maana kuja kwangu kutakuwa kuja kama mwizi anapokuja kuiba. Bwana pewe sifa. Mimi na wewe tumehatarishwa, tumeambiwa tungoje. Watu wengi wamekuwa wakitembea ndani na nje ya kanisa. Watu wanaingia kanisani, wanakuja sio kumngojea Kristo, wanakuja kujua mwenye anasimamia kanisa ni nini, vipi anavyoendesha kanisa. Biblia inasema ya kwamba umeitwa kutoka kwa nyumba yako, umeitwa kutoka kwa baa, umeitwa kutoka kwa uzinzi, umeitwa kutoka kwa usharati, umeitwa kutoka uvutaji bangi, umeitwa kutoka kumtumikia shetani, na umeingia mahali hapa. Unafaa kungojea ili uweze kutuma uende kumtumikia Bwana. Haleluya! Yesu atakuita mahali hapa kutoa makosa. Bwana pewe sifa. Yesu atakuita mahali hapa kurekebisha kile ambacho huwezi. Biblia inasema ya kwamba wewe ukija mahali hapa, chunga kile ambacho umepewa, ili utakapotumwa kwenda kufanya kazi, utashika ile kazi, utafanya ile kazi ukingojea taji yako ya uzima wa milele. Biblia inasema ya kwamba hawa watu wote wakafanya kazi, wengine wakawa wananung'unika wakiwa wanafanya kazi, wakasema hii mshahara haitoshi, hii mapato haitoshi, hii shamba ni kubwa. Hawa watu tunawafanya nao sio watu wamesimama imara, wakashinda wakinung'unika. Wanapewa sifa. Yule aliyekuja wa mwisho akiwa na kiu ya kufanya kazi katika ile shamba, Biblia inasema ya kwamba alishangaza wale waliingia mara ya kwanza, akapokea maradufu jinsi vile walikuwa wamepokea. Bwana apewe sifa. Hebu mwanadamu Mkristo wa sasa hivi, anza kumfuata Kristo, kwa sababu alikutoa mbali akakuleta mahali hapa ili akutumie. Wakati wake ukifika, usije ukabaki ukilegea, usije ukabaki ukiwa unalia, ukiwa unasema mambo ambayo ni ya kushikilia. Biblia inasema ya kwamba wakati maandiko haya yatamaliza kutimika, ndipo mwana wa Adamu atashusha ufalme wake hapa duniani, na tutanyakuliwa wale ambao tutafanya kazi bila manunguniko. Ingia ndani ya hekalu, utumikie Bwana ukiwa na njaa, utumikie Bwana ukiwa na magonjwa, utumikie Bwana ukiwa ujiwezi, utumikie Bwana ndoa yako imepindizwa, utumikie Bwana mume wako hakutaki, utumikie Bwana, maana unamtumikia Bwana ili akutume. Ndoa yako Bwana anaacha nayo kuisaidia duniani, akatembea kwa mateso, akafuatwa na maadui. Haleluya! Biblia inasema, tunasoma kutoka kwa mtu ambaye alikuwa anafanya jinsi vile anataka sisi tumfanyie. Bwana pewe sifa. Wewe umebeba shida zako, umebeba mateso yako, mengine wewe umeyachangia, umekuja nayo kanisani na umeambia mchungaji kwa moyo wako. Hauwezi kumwambia akisikia, nataka kuenda kwa ile kao, kama huyu mke wangu hatarudi in 1 week time, tatoka niende mahali pengine. Bwana pewe sifa. Yaani umeweka kulingana na kujua kwako. Pengine Kristo anahitaji
Ingia mahali hapo ukiwa hauna kazi. Wacha kusema nikikaa miezi 3 bila kazi nitaondoka niende kwa nabii mwingine. Biblia inasema Yesu alikuwa anatembea, akimaliza kuwasaini hawa, anatembea kwa marketplaces, anapata wengine idol, anawauliza mnafanya nini hapa bila kazi? Wanamwambia hatujakuwa aya ili tuende kufanya kazi. Anawaambia basi nendeni kwa shamba na mfanye kazi, na chochote ambacho ni chenu mkoweze kupokea. Bwana pewe sifa. Yesu Kristo anataka kupata ikiwa unamhitaji, anataka kukupata kama unaendelea kumngojea. Ndoa yako haifanyi, ndoa yako haina amani, endelea kumngojea Bwana bila makasiriko, bila mikakati. Ambia Bwana, mimi ni mtumishi wako, ni bila utanituma kazi. Bwana pewe sifa. Bwana anaweza kukuondolea chochote, bora akufanye chombo. Bwana pewe sifa. Bwana anaweza kukupumzisha kutoka kwa ndoa ambayo inasumbua, bora akufanye chombo. Bwana pewe sifa. Kristo akasema ya kwamba wakati utaconcentrate kwa kazi yake, hata kwa wakati wa kurudi kwake hautapatikana ukiwa haujui. Bwana pewe sifa. Wengi watapatikana wakiwa hawajitayarisha kwa sababu ya kubeba mizigo na kuingia ndani ya Yesu Kristo. Na mizigo hii Yesu anahitaji sana, anahitaji moyo wako ili akutie kipaji ambacho kitatumika kueneza injili yake Yesu Kristo. Bwana pewe sifa. Verse 7. They said to him, because no one has hired us. He said to them, you also go into the vineyard, and whatever is right you will receive. 11. And when they had received it, they complained against the landowner, saying, these last men have worked only 1 hour, and you made them equal to us, who have borne the burden and earth of the day. But he answered one of them and said, friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius? Take what is yours and go away. I wish to give to this last man the same as you. It is not lawful for me to do what I wish with my own things. Or is your eye evil because I am good? So the last will be first, and the first last. For many are called, but few chosen. Now Jesus, going up to Jerusalem, took the 12 disciples aside on the road and said to them, behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be betrayed to the chief priests and to the scribes, and they will condemn him to death, and deliver him to the Gentiles, to mock and to scourge, and to crucify, and the third day he will rise again. Bwana pewe sifa. Yesu Kristo, Holy Spirit alikuwa ameshamprepare kile ambacho kilikuwa kinamhuma katika maisha yake, katika hii gospel, katika hili neno, ataliacha ikiwa kwa mikono ya aina gani? Bwana pewe sifa. Ndio maana alikuwa anawatuma wengi, anawaambia nendeni muweze kufanya kazi na mulieneze hii neno ili liweze kujulikana, maana yeyote atakayekimbilia hii neno hataweza kupotea. Nimeliacha ndani mwenu ili muweze kulipeana kwa wingi kwa kila mahali, ili wengi waweze kunufaika kupitia kwa hii neno. Bwana pewe sifa. Shangilia Yesu Kristo. Haleluya. Bwana pewe sifa. Ni kwa nini Kristo anaongea mambo mengi akiwa katika dakika zake za mwisho? Ni kwa sababu alikuwa ametuanzia sisi wa Kristo mema katika gospel. Bwana pewe sifa. Ili neno, this gospel of truth, Bwana pewe sifa. Ili neno ndiyo Kristo alikuwa
akiwaambia ya kwamba hata nyinyi ambao mmenifuata nataka tuingie Yerusalemu, mahali hapa ndiyo maandiko yanaenda kutimia. Biblia inasema ya kwamba Yesu mwana wa Adamu ameanza kuprophesy, anawaambia ya kwamba tutakapofika Yerusalemu, mahali hapa ndipo kuna maadui zangu, mahali hapa ndio wale wananiandama nitakapokutana nao. Wacha nikwambie mpendwa, licha ya kwamba Kristo alikuwa anatafutwa, licha ya kwamba Kristo alikuwa anaandama, Biblia inasema ya kwamba kuna watu walikuwa wanataka msaada wake wakati anakimbia kuepa maadui, bado anahitajika na watu walemavu. Wakati anaepa kuepukana na kifo, bado anahitajika na wale vipofu. Biblia inasema shida yako na mama zako, wale maadui, wale watezi wasikufanye uachane kunena pamoja na Mungu. Wale wanaokufuata, mapigo yako, anguko lako isisababishe wewe kuendelea kuepa kazi ambayo umepewa. Bwana apewe sifa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba Kristo anaingia Yerusalemu, mahali anaenda kusulubiwa, mahali anaenda kumwaga damu, mahali anaenda kutemewa mate. Lakini Biblia inasema ya kwamba akiingia Yerusalemu akakutana na walemavu, akiingia Yerusalemu akakutana na vipofu, akiingia Yerusalemu akakutana na wagonjwa. Wanamwambia ya kwamba Bwana, tunahitaji msaada wako. Inataka kukuambia ule muda ambao umeandamwa, ule muda ambao umesukuma, huo ndio muda Bwana ako karibu na wewe, anataka kukuhudumia. Endelea kumwomba, endelea kumngojea ili ashuke na abadilishe maisha yako na akupeleke kwa kiwango kingine. Bwana pesi. Haleluya. Yesu mwana wa Adamu ikiwa angeogopa, angesema ya kwamba wanafunzi wangu, wakati wangu umefika wa kuwekwa msalabani. Sitatumika tena kuwaponya wagonjwa, sitatumika tena kuwainua viwete, sitatumika tena kuwapa macho waliokuwa vipofu na visiwi. Lakini Biblia inasema aliwauliza, ni nini mnataka ili mimi niwafanyie? Hata kama naandamwa, hata kama naelekea msalabani, kumwaga damu, kutusiwa, kuambiwa na jigamba, niko na neema ya kubadilisha maisha yenu katika muda huu ambao umeisha. Bwana apewe sifa. Ni lazima uweze kugundua ya kwamba wakati maisha yako ya kiroho yamekumbwa na kasoro, yamesukumwa sana, hata umeanguka, umetenda dhambi, Biblia inasema Yesu Kristo alikuwa anangojea kifo, lakini alikuwa anawaponya. Na wewe nakuambia mchana wa leo umeingia mahali hapa, wewe ni mwenye dhambi, umetenda dhambi kwa njia moja au nyingine, haijalishi. Maana Biblia inasema hii damu ilipokuwa inaenda kumwagika pale Yerusalemu ni damu inayookoa. Bwana apewe sifa. Ni damu inayosamehe dhambi. Wacha kujistaki, wacha kuogopa, wacha kukaa ukiwa guilty conscious kwa yale makosa ambayo ulitenda. Biblia inasema ya kwamba umeitwa kuja ungojee Bwana, atakapokuja atakutuma uende kazini tena. Bwana apewe sifa. Usingojee muda wako uishi, usingojee upatikane kabla hujajipanga. Maandiko yanasema wale watakaopatikana wakiwa lindo, wakiwa wanangojea, wakiwa tayari, watanyakuliwa. Na wale watakuwa wanajishughulisha na mambo ambayo si ya Mungu, Biblia inasema ya kwamba hiyo muda utakuwa ni muda wao, kipindi kigumu kwao. Maana wataona wengi wameenda, katikati yao kulikuwa na watakatifu na wamenyakuliwa. Biblia inasema ya kwamba ikiwa watakuja kukombolewa ni kupitia kwa upanga. Ikiwa utaokoka kwa neema, niache utakuja kuokoka ukiwa umeona upanga. Bwana apewe sifa. Na upanga hautakuambia okoka, upanga utakuambia kataa Kristo ama ukufe. Bwana apewe sifa. Okoka wakati wa neema ya Yesu Kristo, ingia hekaluni kulingana na hii neema ya nyakati za mwisho. Maana wengi sasa hivi wanaendelea kuitwa wakitumwa kazini ili waweze kujijengea ile
kabla haujamtumikia Bwana. Bwana asifiwe. Kristo ako na haja na wafanyakazi, ataki any idol. Usikae pale nyuma, usikae pale katikati, miaka nenda miaka rudi, haujawahi leta roho hata moja kanisani, hujawahi shawishi hata jirani yako mwambie ya kwamba Kristo anakuita, anakuhitaji akutumie. Siku ya leo niko mahali hapa, itisha hiyo neema, simama, kwa sababu Bwana anakuhitaji uingie shambani ili uweze kumtumikia, maana mavuno ni mengi. Anahitaji wale watakao kuweka pamoja yale mavuno yake kabla ya wakati wake haujafika. Bwana asifiwe. Nikimalizia chapter 24, chapter 24. Another promise ambayo Yesu Kristo aliweza kutoa katika dakika zake za mwisho kuwekwa katika mikono ya wanadamu. Biblia inasema chapter 24 verse 4, and Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and they will deceive many. And you will hear of wars, rumors of war. See that you are not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. For nations will arise against nations, and kingdom against kingdom. And there will be famine, pestilence, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. Then they will deliver you out of tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will be destroyed one another, and will hate another. Then many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and the end will come. Therefore, when you see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet standing in the holy place, whoever is, let him understand. Bwana apewe. Kristo akamalizia akipeana unabii, akasema ya kwamba wakati huu utakapofika, mambo mengi yatatendeka kama yale tunayoyaona. Wakati kama huu ndipo uweze kuamini ni wakati ambao hatuwezi kutumika kwa njia mbaya, tunahitaji kutumika ili tuweze kuenda mbinguni. Hizi ni nyakati za mwisho. Biblia imesema kwamba Kristo mwenyewe, wakati wanafunzi wake walimuuliza maswali mengi kuhusu kurudi kwake mara ya pili, na wakamuomba awaambie ni wakati gani atakaporudi ama ni ishara gani zitakazoonekana. Biblia inasema ya kwamba mwana wa Adamu akawajibu